Nikukaribishe kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari ama makala hii ya habari zinazojiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Afrika ya Kati na Afrika Mashariki. Hivyo nikualike kuungana nami kwenye habari hii zinazojiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan vita vinavyoendelea vya M23 vinavyoungwa mkono na nchi ya Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Twende moja kwa moja ya habari tuliyokuandalia. Wanajeshi wa Rwanda waendelea kujiondoa na kuondoka kutoka maeneo ambayo hapo awali yalielezwa kuwa yenye watu wengi. Usiku wa hiyo jana Jumamosi Machi 28 mwaka huu 2026, katika kivuto ama kivuko cha mpaka cha Kongo na Rwanda cha Kabuhanga katika eneo la Nyiragongo, kundi la Kibumba magari na risasi kutoka upande wa Ruchuru na Lubero, kulingana na vyanzo vyetu, vilivuka mpaka na kuingia Rwanda. Miongoni mwa magari haya, vyanzo vyetu vitatu vinadai kuwa malori mawili yenye silaha zenye mapipa 48, magari ya Kamaz, magari ya Jeep yaliyojaa risasi na magari ya kivita. Wenyeji wanaoshuku kwamba baadhi ya silaha hizi zilikuwa za FARDC, jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zilizokamatwa kwa nyara za kivita wakati wa ushindi wa jeshi la Rwanda linaloungwa mkono na M23 dhidi ya Goma mnamo Januari mwaka 2025. Hata licha ya ukweli huu, gavana wa mkoa na viongozi wenyewe ama wengine wa M23 bado wanakataa kukubali kujiondoa kwa RDF, jeshi la kidemokrasia la Rwanda, kutoka baadhi ya maeneo, kujiondoa ambako kunazofisha ari ya Wakongo waliojiunga na harakati hiyo na kuwasababishia wasiwasi kuhusu mustakabali wao katika uasi huu ambao wataalamu wanatabiri hautadumu kwa muda mrefu bila msamaha ama msaada wa Wanyarwanda. Barabara ya kuelekea Kinshasa ipitiki tena kwa waasi wa M23 RDF. Kitenzi mapema sasa kimeunganishwa kinyume chake mafungo baada ya Uvira, Lunyasenge, Vukununu, Kikiri ama Kiriki, Kumrazi, Kirikiri, Kipese, Kasimu, Katondi, Kitsumbero, Kanyimbi, Masamba. M23 waliondoka kwa hiari kutoka Alimbongo bado katika eneo la Lubero kuanzia Ijumaa jioni hadi Jumamosi hiyo jana. Hii imechapishwa kwa mwariri ama muendeshaji ama mtu ambaye anafanyia politiki huko Insta ama account X ama Twitter. Rais wa zamani wa Ufaransa François Hollande amewaalika kumrazi wawekezaji wa Ufaransa kuwekeza kwa kiasi kikubwa nchini DRC ama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi yenye maliasili mbalimbali, na kulingana naye zaidi ya wazungumzaji milioni 100 wa Kifaransa. Siri zinaanza kutoka nje. M23 kumrazi Goma Machi 22 mwaka huu 2026. Kanali Biyoyo amepotea katika jiji la Goma tangu Machi 19 mwaka huu. Yapata saa 3 usiku baada ya kuwasiliana na Kanali Imani Nzenze, kulingana na taarifa iliyosainiwa na Mheshimiwa Mwami Rajabu, rais wa taasisi ya Mwami Rajabu. Tangu taarifa hii, afisa huyu anajulikana tena, jambo ambalo linaibua wasiwasi mpya ndani ya mshikamano ama FCM23 na kufufua tuhuma za mvutano wa ndani ya kundi hili la waasi M23. Siri zinaanza kufichuliwa katika hati hii iliyotolewa hadharani mnamo Machi 21 mwaka huu 2026. Mwami Rajabu anaeleza kwamba Kanali Biyoyo alikuwa tayari ameasirishwa na shambulio la kuviziwa huko Kibumba,
likiongozwa na Kanali Imani Nzenze. Inasemekana alinurusika kifo, lakini alipoteza mmoja wa walinzi wake. Hati hii inaangazia kuwepo kwa migogoro wa ndani ya FCM 23, ikiwa ni pamoja na mapigano kati ya maafisa na mapambano ya madaraka ambayo yanazofisha utendaji kazi wa ndani wa kundi hilo. Kulingana na hati hiyo, Kanali Imani Nzenze aliwasilishwa kama afisa wa ujasusi anaotumiwa kuacha majukumu yake ya usalama ili kufuatilia maafisa wa ngazi za juu huko Goma na Bukavu kwa lengo la kuimarisha ushawishi wake. Pia anatumiwa kwa kupanda hofu na machafuko ndani ya harakati kwa kufuatisha viongozi fulani na kutumia nafasi yake kuimarisha mamlaka yake. Mohamed Rajabu pia anadai kwamba Kanali Nzenze alihusika katika kutekwa nyara kwa kaka yake mwenyewe. Anadai mabaki yarudishwe kwake ili aweze kuzikwa ipasavyo. Anatoa wito wa hatua za haraka za kuwatambua waliohusika na kukomesha kile anachokieleza kama unyanyasaji wa ndani. Migogoro ya ndani ya M23 AFC. Mshtaka haya mapya yanakuja siku chache tu baada ya ushahidi mwingine wa ndani unaomhusisha Kanali Imani Nzenze na vifo vya msanii Delka Idengo na Magloire Paluku katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wa M23. Wakati wa tukio hili, afisa mkuu wa harakati hiyo alimshtumu afisa huyo kwa kuigiza mashambulizi dhidi ya raia, huku pia akishtumu utekaji nyara, kukamatwa kiholela na vitendo vya ugaidi. Francois Rubota atoa tahadhari licha ya matangazo ya kidiplomasia ya kujiondoa kwa wanajeshi wa Rwanda. Katika taarifa iliyotolewa Machi 26 mwaka huu 2026, Francois Rubota alizungumzia mageuzi ya hivi karibuni ya hali ya usalama katika eneo hili la kimkakati na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikumbuka kwamba mnamo Januari 18 kuingia kwa wapiganaji wa Wazalendo Jamhuri wakifuatiwa na vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jiji la Uvira kulizua huku miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Maendeleo haya yalionekana kama ishara ya uboreshaji wa hali ya usalama, ingawa tayari alikuwa akitoa wito kwa tahadhari. Zaidi ya miezi miwili baadaye, hali bado inatia wasiwasi. Kulingana naye, vikosi vya muungano wa Mto Kongo ama AFC, wakiwemo waasi wa harakati ya Machi M23 wao na Twirwaneho bado vinamiliki vilima vinavyoelekea Uvira pamoja na jamii kadhaa katika eneo hilo. Katika nyanda za juu na katikati mwa Fizi, mapigano kati ya vikundi hivi na vikosi vya waasi vinavyoripotiwa karibu kila siku. Katika jukwaa la kimataifa, Francois Rubota anarejelea taarifa iliyotolewa Machi 26 katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na Masad Boulos, mshauri wa masuala ya Afrika kwa Rais wa Marekani Donald Trump. Boulos alitoa wito wa kuondolewa mara moja kwa vikosi vya Rwanda kutoka eneo la Kongo, akisisitiza hitaji la kuhifadhi uadilifu wa eneo hilo. Hata hivyo, ardhini hakuna vivuko vya mpakani vya jeshi la ulinzi la Rwanda kuingia Rwanda vilivyoonekana hadi sasa, licha ya harakati za wanajeshi za udanganyifu zinazoripotiwa huko Kivu Kaskazini. Anabainisha Francois Rubota, ambaye anatoa wito wa tahadhari kubwa kutokana na matangazo haya. Anaamini kwamba ukosefu wa hatua za kisheria zinazoambatana na tangazo hili unaibu maswali kuhusu upeo ama uwepo wake halisi.
Wakati huo huo, suala la vikosi vya kidemokrasia vya ukombozi vya Rwanda inabaki kuwa kitovu cha mvutano wa kikanda. Kinshasa inatarajiwa kuondoa, huku Francois Rubota akipendekeza kuanzisha mfumo wa pande tatu unaohusisha UNHCR, DRC na Rwanda ili kufafanua eneo lao na kufikia suluhisho la kudumu. Katika mkutano huu anatoa wito wa mamlaka ya Kongo, nchi ya uongozi wa Rais Tshisekedi, kuimarisha uwezo wa vikosi vya ulinzi na usalama ili kurejesha mamlaka ya serikali kati ya maeneo yaliyosariwa. Kwa kuzingatia kwamba mienendo ya mzozo ni ya muda mrefu, Francois Rubota anayeonya dhidi ya hatari ya kuchelewesha mbinu ardhini ambayo inaweza kuongeza muda wa kutokuwa na utulivu katika eneo hili la kimkakati la mashariki mwa Kongo. Walikale. Siku ya Jumamosi hiyo jana usiku, hali ya furaha ilitanda katika eneo la Walikale kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani. Idadi ya watu ilikusanyika mitaani kwa wingi kusherehekea kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka mji wa Mpeti, Minjenje na Malemo. Usiku wa sherehe, giza halikupunguza shauku ya wakazi kwa vilio vya furaha na nyimbo za kizalendo, wakati wa Walikale walieleza utulivu wao baada ya wiki kadhaa za kutokuwa na uhakika wa usalama. Uimarishaji huu wa hiari unaoshuhudiwa umuhimu wa kimkakati wa ishara wa miji hii kwa jamii za mwenyeji. Ukombozi wa njia za kimkakati kujiondoa ulihusu mambo matatu muhimu katika eneo hilo: Mpeti, ngome kubwa ya usalama kwenye barabara kuu; Minjenje na Malemo, maeneo ya kilimo na vitovu muhimu vya biashara kwa uchumi wa eneo hilo. Uvamizi wa maeneo haya yalisababisha watu kuhama makazi yao na kuisimamisha shughuli za kibiashara kwa waangalizi wengi. Kujiondoa huku kunaweza kuwa hatua ya mabadiliko katika kupunguza ama kupungua kwa mvutano katika sehemu hii ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tahadhari na kusubiri uthibitisho rasmi, ingawa shangwe za watu zinaonekana wazi. Mamlaka za kijeshi za eneo hilo bado hazijatoa maoni rasmi kuhusu maelezo ya kujiondoa huku kwa upande wa ardhi. Asasi za kiraia zinataka uangalifu na kudai kupelekwa kwa haraka na kuimarishwa kwa vikosi vya wanajeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC ili kuimarisha nafasi hizi na kuzuia ombwe lolote la usalama. Ni ushindi wa amani, lakini tunatarajia mamlaka ya serikali kurejeshwa kikamilifu katika kila kijiji. Mwakilishi wa asasi za kiraia za eneo hilo kwa sharti la kutotajwa jina alikiri. Kwa sasa utulivu umerejewa, lakini macho yote yanabaki kwenye vilema vinavyozunguka kwa matumaini kwamba kujiondoa huku ni kwa uhakika na kamili. Na timu ya wariri ya Kwetu News 24. Matangazo hii inapatikana kwenye WhatsApp channel kupitia namba iliyoko chini ya screen yako, ndugu mpendwa mtazamaji. Kama sehemu ya ziara ya kuzindua na kuendesha vituo 240 vya afya vilivyojengwa chini ya mpango wa lishe na afya wa sekta mbalimbali ya PMNC, waziri wa afya alitembelea hospitali kuu ya rufaa ya Bandundu. Ziara hii inafanyika katika mkutano wa kitaifa kumrazi unaoangaziwa na hitaji la uimarishaji mfumo wa afya
wa uendelevu ili kuhakikisha ama ili kukizi mahitaji ya idadi ya watu, kuboresha upatikanaji wa huduma bora na kushughulikia changamoto nyingi za kiafya ambazo nchi inaendelea kukabiliana nazo. Inaonyesha dhamira ya serikali ya kujenga mfumo wa afya thabiti na kuimarisha bima ya afya kwa wote. Tukiwa tu DRC, Constant Mutamba amezungumzia suala la kubadilisha au kurekebisha katiba, akitaka mjadala wenye uwakibishaji ama yenye uwajibikaji kumrazi unaozingatia manufaa ya wote. Katika taarifa iliyo wazi, kwanza anahoji mazumuni ya mageuzi kama hayo na nani anapaswa kufaidika na mageuzi ya katiba. Kisha anafafanua kwamba yanaweza kuzingatiwa tu ikiwa yatanufaisha watu wa Kongo kweli, vinginevyo kwa maoni yake yanapaswa kukataliwa. Waziri huyo wa zamani hata hivyo anaelezea kuunga mkono mjadala wa wazi, utulivu na jumuishi, huku akisisitiza hitaji la umakini zaidi kuhusu mtoshi, mbinu na malengo yanayofuatwa. Anaonya dhidi ya mpango wowote unaoweza kuzofisha msingi ya kidemokrasia ya nchi. Zaidi ya hayo, Constant Mutamba anasisitiza kwamba vipaumbele vya sasa vinabaki kuwa usalama wa idadi ya watu, upatikanaji wa haki na uboreshaji wa hali ya maisha ya raia wa Kongo. Tukiwa tu DRC, ni kwamba bendera ya Kongo ilipepea juu Jumamosi hiyo jana jioni huko Kigali, Rwanda. Bondia wa Kongo Daniel Muleketsi alipata ushindi mzuri wa kugonga dhidi ya Martha Akinyi wa Uganda. Utendaji mzuri haswa ikizingatiwa kuwa ulikuwa ni kugongwa kwa mara ya kwanza katika taaluma yake. Kwa ushindi huu anaongeza ushindi wake wa kuvutia hadi ushindi 4 mfululizo, akithibitisha kupanda kwake umaarufu katika eneo hilo. Kwa mwisho, katibu mkuu wa shirikisho la soka la Afrika CAF Veroma Songa Omba kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amejiuzulu baada ya zaidi ya miaka 30 katika baraza linaloongoza la soka, kulingana na taarifa iliyotolewa Jumapili. Baada ya zaidi ya miaka 30 ya taaluma ya kitaalamu ya kimataifa iliyojitolea kwa wazo la soka linalounganisha, kuelimisha na kuunda fursa zinazojaa matumaini, nimeamua kujiuzulu kutoka nafasi yangu kama katibu mkuu wa CAF ili kuendeleza miradi yangu binafsi, taarifa hiyo ilisema. Habari ya mwisho huko Brussels, tawi la Benelux la umoja wa wanawake wa Umoja Mtakatifu wa Taifa USN, jukwaa la kisiasa la chama tawala katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, liliandaa mkutano Jumamosi hiyo jana huko Brussels, mji mkuu wa Ubelgiji. Mkutano huo iliwekwa alama la wito mkubwa wa ushiriki wa wanawake wa Kongo wanaoishi ugaubini sanjari na kufungwa kwa mwezi wa haki za wanawake. Kwa muda mrefu wanawake wanaopuzwa wanalazimika kupigana ili kupata nafasi walionayo leo. Hatudai tena haki zetu, tunazitumia, alisema Bi Dafroz Malosho, mratibu wa tawi la wanawake la Benelux la USN. Tuna haki ya elimu, kazi sawa, malipo sawa na haki ya kusema hapana kwa aina zozote za vurugu, aliongeza, akisisitiza fursa nyingi zinazopatikana kwa wanawake nchini Ubelgiji. Uongozi hauna jinsia, una ujasiri, na sisi wanawake wa Kongo tuna ujasiri wakijinyuma, alitangaza. Naam, ndugu wapenzi watazamaji wa Kwetu News 24, kufikia hapa ni kama sina ziada, hivyo niseme asante kwa nami mwanzo mpaka tamati mwa taarifa hii ya habari.